Hello, habari. Kwa majina yangu mimi naitwa Dr. Mary. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo. Habari za muda huu, mimi si jambo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeweza kuonana tena katika darasa hili na mwendelezo wa vipindi mbalimbali katika Mary Herbal Center, na pia ni mwanzilishi wa Mary Herbal Center. Kwa hiyo nakukaribisha sana uko nyumbani, endelea kufurahia madarasa ambayo nakufundisha kila mara katika hii channel. Mpendwa mtazamaji, kama wewe ni mgeni na umeitazama hii video kwa mara ya kwanza katika hii channel, na kuomba subscribe, share kwa wengine nao wakajifunze darasa hili zuri ambalo litawasaidia katika mambo yao mbalimbali ya kiroho na ya kimwili pia. Mpendwa mtazamaji wangu, leo nataka nikufundishe kitu ambacho hicho kitu ukikiona basi usishangae. Kuna baadhi ya viumbe huwa wanatutembelea katika majumba yetu. Kwa mfano, unaweza ukatembelewa na sisimizi. Ukitembelewa na sisimizi, basi wewe hutakiwi kuwafagia au kuwamwagia maji ya moto au kuwafanyia ubaya wowote. Unachotakiwa wewe ni kuwapa sukari. Nuia, nawapa sukari hii, nyie viumbe mniletee baraka katika mji wangu, ili mji wangu uendelee kuwa na mafanikio makubwa. Kwa hivyo ukitembelewa na viumbe kama sisimizi, wape chakula. Wale nyenyele, wape chakula. Wakishakula wanaondoka, na pia wanakuongezea wewe mvuto katika mji wako. Mji wako unakuwa na wageni. Kwa hivyo huo msururu ambao unakuja wa sisimizi pamoja na wadudu wengine ambao wanapanga mstari wanakuja nyumbani kwako, huwa ni ugeni. Ugeni huo huwa ni mzuri, sio mbaya. Na wakati mwingine wanaweza kawa wamebeba vyakula na watoto wao, au wamebeba mayai ambao yana watoto ndani. Kwa hivyo ukiwaona, wape sukari. Ukishamwagia sukari, watakula wao, wataondoka na kukuachia wewe baraka katika mji wako. Lakini pia kuna wadudu wengine kama kipepeo. Kipepeo ni dudu ambaye anapenda kuruka sehemu nzuri. Ukiona kipepeo anakuja nyumbani kwako, basi ujue umeletewa habari njema, zinaweza zikaja. Kwa hivyo mfurahie, mnenee vizuri. Unaweza ukamwagia vimaji kidogo tu, ukampa vimaji kidogo ukamwagia. Kama katua sehemu ambayo kuna uwezekano wa kuweka vimaji, unamwekea matone hata mawili ya maji. Ni kama na wewe unamshukuru. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, jitahidi sana ukiona hawa viumbe ambao hawana madhara, hawakuumizi, hebu jitahidi kuwanenea na pia kuwapa sadaka, ili wao waweze kushukuru na kutumia kile chakula na kuondoka. Hao ni viumbe ambao wana baraka. Kiumbe mwingine ambacho au ndege mwingine ambaye ana baraka akija nyumbani kwako ni njiwa. Njiwa pia analeta habari nzuri. Kama ushawahi kusikia wimbo wa njiwa, anapeleka habari nzuri kwa mpenzi, kwa mtu yoyote. Kwa hivyo njiwa pia anatumika kiroho kupeleka taarifa nzuri. Kwa hiyo malaika wako anaweza akatumia kiumbe wa njiwa kukuletea wewe habari njema. Habari njema unaweza usizione kwa leo au kesho, ukaziona kesho kutwa yake, au ukapata taarifa nzuri tu ambazo zinakupa faida, sio za hasara. Kwa hivyo ukiona hawa wadudu ni wazuri sana kwa ajili ya kukupa habari njema. Wafurahie, wape chakula, wale waondoke. Hata njiwa mwagie mtama, mpe maji anywe, aondoke. Tena ongea naye kabisa. Kama ni njiwa ni rahisi sana kuelewa, unaongea naye kabisa na kukaribisha katika mji wangu. Kama umekuja na habari njema, habari njema hizo nimezipokea, lakini nasubiri matokeo yawe mazuri katika mji wangu huu. Mji wangu uwe na baraka, uwe na wageni, uwe na maendeleo, uwe na nuru. Mji wangu huu uwe ni mji ambao unaangaza, wenye nyota nzuri. Watu wazaliwe wenye nyota kubwa. Watu kama una watoto wanasoma, basi watoto hao wawe na akili nzuri, waje kuwa na mafanikio makubwa. Kwa hiyo unanena kupokea mazuri kwa kupitia yule kiumbe, kwa kutumia maneno yako na kinywa chako, ili kuruhusu baraka ziingie kwenye mji wako. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, jitahidi sana unapoona sisimizi wanuie, wape chakula. Unapoona kipepeo, ni viumbe wazuri, wape chakula, mnenee, mpe, mwagie vimaji kidogo, ongea naye. Unapoona njiwa, hao ni viumbe watatu
ambao ukiwanenea vizuri, basi milango yako yote ya baraka inafunguka. Usiwaue wala usiwafanyie ubaya wowote wakija nyumbani kwako. Mimi naitwa Dr. Mary, na kuomba subscribe chaneli hii, share hii elimu kwa wengine, nao wakafaidika katika darasa hili ambalo nimekufundisha sasa hivi. Mpendwa mtazamaji wangu, na imani kabisa umefaidika. Lakini pia tunazo huduma mbalimbali, huduma za kiroho, tiba asili, pamoja na mambo yote ya ushauri na pamoja na mila, kupata mafanikio makubwa kwenye kazi yako, kupata mafanikio makubwa ukiwa kwenye ndoa yako. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, karibu sana popote ulipo, bonyeza alama ya kujumlisha kuwasiliana na sisi 255787202381. Hiyo ni namba yetu ya WhatsApp, utatupata popote na tutaweza kukusaidia changamoto yako na kukusimamia na kukupa mwongozo ambao utapata tiba kiurahisi kabisa. Nawashukuruni kwa kutazama hii video mpaka mwisho, na imani kabisa tutaonana katika video nyingine na tutaendelea kujifunza mambo mbalimbali ya kiroho. Asanteni sana na washukuruni sana.